Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu. Msikilizaji, ni muda mzuri wa kuweza kufuata uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi huu unakuwa ukigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwa kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Izake Mulucha Ashibe mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili Jean Makelele Kala Jadena sikilifu madawati la mitambo. Msikilizaji, hujambo na karibu. Na sasa tunafungua ukurasa wa habari muhimu na mpisha vile vile Jean Makelele Kala Jadena kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Naam, bila shaka mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Habari muhimu za leo tunaanzia na hapa Baraka ambako mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa Mheshimiwa Profesa Nyamangyoku Ishibwela Obed amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kwa kifo cha mzee Anzuluni Bembe Ishilo Nyonyi. Na kwengineko ni kwamba watu 13 ndio tayari kuuawa kwa risasi, huku wengine zaidi ya 7 kujeruhiwa kwa muda wa siku 2 pekee tangu kuondoka kwa wahasi wa AFC M23 na kuingia pia kwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ndani ya mji wa Uvira. Na malizia na habari ya kitaifa mwenzangu Izake Mulucha Ashibeni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa amani ya kudumu haitokani na kujiondoa kwa wahasi wa M23 kwenye sehemu moja na kubaki sehemu nyingine, bali ni kutia kikomo msaada wa Rwanda kwa wahasi hao na kuondoka kwenye sehemu zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hapo ndiko nakomesha kabisa habari muhimu kwa asubuhi ya leo. Shukrani sana Jean, na sasa tunajikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina. Tukianzia hapa katika mji wa Baraka ni kwamba wiki ya 3 baada ya kufunguliwa kwa shule tarehe 6 Januari 2026, masomo yanaonekana kuendelea kama kawaida kwenye shule za msingi na sekondari tofauti na siku zilizopita. Radio Kivu ilitamani kujua pia elimu inaendeleaje kwenye vyuo vikuu vya mji wa Baraka baada ya msukosuko huu kupoa. Assistant Cesar Biamungu amezungumza kwa niaba ya uongozi wa chuo kikuu cha waganga Eastern Baraka na kutoa taswira ya sasa kwenye chuo hicho. Hiyo mgeni yetu ya Baraka ilipitia kipindi kigumu kama watu wanavyojua, pia kipindi ambacho watu wengi walikimbia na wanafunzi wetu pia wamingi walitoka hapa kwenda sehemu mbalimbali. Mmoja walienda Burundi, wengine Ubali, wengine Kazimia, ila wengine wakabaki hapa Baraka. Na hivyo basi shule ilikuwa isomi tena, lakini baada ya hali ya utulivu kuna marudia taratibu. Hapa kwetu Eastern Baraka tumeanza kusoma leo siku ya pili 20 mwezi wa kwanza ndio tumeanza rasmi kusoma. Kama unavyojua ni kawaida kwamba idadi iweze kupungua kwa sababu hali ya usalama iliyokuwa hapa Baraka haikuwa nzuri. Familia nyingi sana ziliweza kupeleka watoto wao nchi za nje, na hivyo basi baadhi ya hizo familia kulikuwepo pia wanafunzi wetu. Sasa hiyo ikapelekea kwamba hata idadi ya wanafunzi hapa kama vile imepungua kidogo, sio wote, kwa sababu kama ulivyoona ndani ya darasa mbalimbali mle wanafunzi ni wengi. Japokuwa kuna baadhi hawajafika, labda wanataka kuulizia hivi umeshaanza kusoma kule, lakini nadhani wenzao wataweza kuwaambia baana kwamba tule wameanza kusoma. Kama ujumbe ambao nataka kuwatolea wanafunzi wetu ambao walikimbia hali ya usalama nchini ni kwamba waweze kurudia, kwa sababu activities zote zishareprendre hapa kwa masomo. Tulishaanza soma, kila kitu kimeshakuwa sawa, na kisi wanavyosikia kwenye mitandao ya kijamii au radio sehemu mbalimbali ni kwamba usalama mrudi. Waje warudie, wajiunge pamoja na wenzao, waendelee kusoma kama kawaida. Kwa upande wa chuo kikuu cha maendeleo Isdar Fizi, Bwana Alano ambaye ni msimamizi wa fani kwenye chuo hicho ametoa mwangaza zaidi ya namna kazi zinavyoendelea kwenye chuo hicho. Hapa kwetu kuisdar shule ilianza depuis le 15 jeudi. Tulilansema communiqué kwa waja wote bakwe deja tayari na wanafunzi bakwe tayari makuru za kwanza leo hivi leo kwa makuru deja zinaanza auditoire zote. Kuona hisi wanakuja regularement kusoma kuvalve, kuangalia horaire na kadhalika. Nusoma rasirike kama mbatakuwa kwa auditoire vani. Ujumbe ni kama warudie, wale ambao wako hapa karibu wanaweza rudia, na wale wenye kwa Burundi wanaweza jitahidi warudie, kwa sababu tunaona sura kama ya security ya amani inakuja. Le danger yenye ilikuwa Uvira inajisogeza, na hapa hakuna vita hapa Baraka, ijapokuwa watu walikuwa wanapiga masasi, lakini yote inatulia, na ile inaonyesha ya kwamba wanaweza kurudi kabisa. Masomo inaanza. Wale wa etudia wa pastorale wanaweza wakaja, tunaweza kuwapokea bila tatizo yote ile.
Msikilizaji, mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa Mheshimiwa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obedi amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha mzee Anzuluni Bembe Silonyonyi, ikiwa ni pigo kubwa kwa raia wa Fizi na Baraka. Mtume wa mkulima na Fatuma atuangazia undani wa taarifa hii. Alikuwa mwenye huzuni mkubwa sana Mheshimiwa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obed pindi alipokuwa akiojiwa na redio yako kutokana na alivyopokea kifo cha mzee Anzuluni Bembe Ishilonyonyi. Kwa mujibu wake, Mheshimiwa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obed ametaja kuwa raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wamepoteza mtu muhimu katika eneo hili kufuatia kazi mbalimbali ambazo alikuwa akizitenda kwa faida ya raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Kweli nilipokea kwa huzuni mingi sana, na hata nilituma message pana pole kwa wabembe wote na kwa watoto wote wa Fizi na hata Kongo mzima. Kupoteza mtu sawa yeye, tulipoteza cha kwanza biblioteki kubwa, kwani yeye alikuwa president wa Assemblée Nationale wakati ya Mobutu, na kama mtu alikuwa president wa Assemblée Nationale, en tout cas alikuwa deuxième personnalité. Et donc tunapoteza mtu mkubwa sana wa lazima, na nilipokea hiyo habari kwa uchungu sana. Na alipoulizwa ni mambo gani ambayo raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wanaweza kuwa nayo kumbukumbu kutoka kwake mzee Anzuluni Bembe, Mheshimiwa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obed anaonesha mambo kadhaa ambayo yalitekelezwa naye kwa wakati uliopita. Ndiyo, mawili matatu alifanya vitu vingi sana. Ya kwanza ni Rwanda, wamao walikuwa Minembwe, wengine walikuwa Tulambo, wanatafuta kufanya identification. Kanisa no, hamtafanya identification kwani nyinyi muko wa geni, muko wa kimbizi. Bien sûr, insistance ilikuya kule ku parlement. Nile wakati bien sûr yeye mzee Anzuluni Bembe Silonyonyi ndio alikuwa president wa Assemblée Nationale. Et donc alijua le rôle kabambe kusema non, mgeni hawezi pata identification. Alikatala. Na kisha pale bakasema mtu akasema non, identification ipewe basi kubatu yote sans exception. Bakasema non, nationalité ipewe comme ça de manière collective. Identification kwa kupata nani naturalisation plutôt, naturalisation ama kwa kupata nationalité hawezi kuwa de manière collective, mais inapaswa kuwa individuellement. Ile loi ikakuwa abrogée na assemblée, parce que na ile wakati njo bien sûr ya Anzuluni iko pale, mais haiko tu pale, alifanya kazi mingi. Kama ulionaka tuko na batu mingi ku niveau ya OCC, ni grâce ya yeye mzee Anzuluni Bembe, na ulikuta mwa ile OCC wandu wengi sana watoto wa Fizi na watoto wa Uvira, et donc alisaidia sana kote ya OCC. Bo, mnaona kilalo ya Mtambala ni yeye ndio wa kwanza wakati aliplede paka yenga ile kilalo ya Mtambala mzuri kisi mnaiona. Haiko ile tu, vile vile kilalo ya Sanza ni wakati yake ndio vile vile itengenezwa. Mbali nayo, mwanabunge huyo mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obed ametaja kushukuru raia wa eneo hili kwa mapenzi waliyoyaonesha kutokana na mapokezi kisha kuwasili kwake katika eneo hili la tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Niko mkundi yenye walishindikiza vice gouverneur Jean-Jacques Lakano. Iko delegation yenye ilitumwa na gouverneur Jean-Jacques Purusi kwa kuya evaluer situation sécuritaire na humanitaire hapa mu tarafa letu la Fizi na vile yetu ya Baraka. Na tunashukuru population yote gisi litupokea, tunashukuru walitupokea mzuri, na nilinemika mbele kukuja hapa kwetu Baraka kuona situation, kuona wa refugie niliwaona pratiquement mu maka ine wa refugie congolais, kama mbili ya transit, kaya ya Chishemere na kaya ya transit ya Rumonge. Kisha tukaenda Ruyigi, iliko deja opérationnel, na mko watu wengi à peu près 28000 réfugiés congolais biko pale. En tout cas atafasha kutemea matu na kosa, na tukaenda mukaya Rutana,
Ili yote tuliona bandugu wanasufiri, na tumaini yao yote ni kurudia kwanza huku kwetu kunyumba. Ni vema tuwajulishe kuwa bado mwili wa marehemu mzee Anzuruni unaendelea kupatikana huko Ubeljiji kwa kusubiria taratibu zingine kwa ajili ya mazishi. Huko Kafulo tarafani Fizi ni kwamba shirika la raia katika eneo la Kafulo usultani wa Bashimukinje umetoa malalamiko juu ya mabadiliko ya mtindo mpya wa matibabu kwenye kituo cha afya cha eneo hilo ambacho kimeanza kulipiza pesa kwa wagonjwa bila kuarifu jamii. Kwa mujibu wake Destin Senga, kiongozi wa shirika la raia groupment ya Bashimukinje pa Kafulo, ni kwamba mtindo huu mpya ambao umechukuliwa ghafla unaweza kuwa na vinyume vingi kwa raia wa Kafulo na kando kando. Hivyo anaomba kwa uongozi wa mtaa wa afya wa Fizi kuingilia kati swala hilo. Destin Senga amezungumza nasi. Tunapenda kupana situation humanitaire yenye endelea kupita mkijiji cha Kafulo. Baada ya vita tuwalianza rudia, na baada ya kurudia kajitokeza situation moya yenye inquiete population, surtout population ya kwetu Kafulo. Ku centre de santé tunayoaka mwanamke kuzala na zalaka kwa bure, mais pour le moment kuna jiobserve hali moya yenye inapana boga sana kwa population. Mu centre de santé ya Kafulo mwanamke anazala analipa 40,000 francs. Mtoto wa 0 wa 5 juu atunziwe ifo analipa 70,000 francs. Mtoto wa 15 mpaka kufika 30 analipa 20,000, na watu wengine wote de 50 mpaka kushuka baliishia se yabo ya 40,000 bo peke wanganga bakafixe le prix. Et aussi banalomba ile prix na banakuoriente wende uza madawa ku pharmacie. Sasa ile situation inainquiete sana raia, kwa sababu unajua mwa plateau tunakuwa tunaishi katika maisha ya kulima na kufuga, na watu wa moya na mwi wakati masoko yenyewe kukuwa na lemalema, watu wiko naenda wanaishi mwali ya mbaya, na vyakula ya kuuzisha masoko haikukuwa nauzikana. Yani vile raia inateseka sana tena sana. Ndio tulikuwa tunalomba sana kwa wakuu viongozi wa kiafya ambao wanatusikia kupitia hii makanale yenu ya media, watu facilite sana kwa sababu raia inateseka. Yani hii bila yenye tunatosha pale ni bila yenye tunaitosha na machozi sana, kwa sababu tunaenda ona kule mbele maisha ya watu iko mudanje, na tunalomba sana serikali iangalie population ile ya Kafulo, kwa sababu mpaka sasa tunaona kama kuko deja problem. Kama una franga utatunziwa, kama una franga hautaenda ku hospitali, kuko mariske deja batoto kufa kunyumba. Voilà ile situation ndo tulipenda tu denoncer, ni ba autorité de l'état baangalie gisi gani wanaweza itrouver solution, et aussi ba partenaire benye banakuwa wanatusaidia sana kuevre sana mu vitu vya sante, baangalie gisi gani wanaweza kuya Kafulo juu bakwe ba secourir ile population yenye iko deja mdanger. Tunaona sa vile kama deja ni problem yenye iko mu mwae plateau yote. Na mdundiko huo msikilizaji unaasirisha mara moja ngwa tunaingia katika ukurasa wa habari za michezo. Mimi nakwambia tu kwamba kisha michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kusimama muda wa wiki kadhaa sasa, hatimaye hapo jana kuna mipigo ambayo ilichapwa huko Ulaya kati ya Real Madrid dhidi ya Monaco na Inter Milan dhidi ya Arsenal the Gunners. Omari Makelele Ozile, hebu valia namba yako utuambie aliyojiri viwanjani. Asante sana Isake Mulucha Ashibe. Leo ni namba 41 yake mchezaji Victor Gyökeres, yake mchezaji kumrazi Declan Rice. Ni kwamba katika habari za michezo kama kisi ulivyotanguliza hapo, michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kisha kuchukua kidogo mapumziko muda ya wiki 3 hivi za 4, hatimaye ilirudi tena kutimua vumbi usiku wa kucheleo, ambako mechi kadhaa ziliweza kupigwa mapema sana. Vijana wa Kairat Almaty waliweza kutandikwa mabao 4-1 na vijana wa Club Brugge hapo nchini Ubeljiji. Timu ya FC Bodo Glimt waliweza kuwatandika timu ya Manchester City mabao 3-1, na Sporting Lisbon ya Ureno wakaweza kuwatandika timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa mabao 2-1, na Real Madrid pale nyumbani katika uwanja wa Bernabeu Santiago wakaweza kuvuta machozi ya asira za wiki mbili za nyuma, hivyo nikisha kuwatandika timu ya Monaco mabao 6-1 kiwemo mabao 2 ya Kylian Mbappé Loti.
Na vile vile Inter Milani katika uwanja Giuseppe Meazza kule Italia wakaweza kusalimu amri mbele ya shangazi mbele ya mjomba kwa kutandikwa mabao 3-1 na vijana wa Arsenal, na Tottenham Hotspur wakaweza kuwatandika timu ya Borussia Dortmund mabao 2-0. Klabu ya Olympiacos ya Uturuki wakaweza kuwatandika timu ya Bayer Leverkusen na Ujerumani mabao 2-0, na vijana wa Villarreal wakaweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Ajax Amsterdam kutoka Uholanzi. Lakini michuano hiyo itakuwa ni ya kutimua vumbi usiku wa leo, ambako vijana wa Galatasaray ya Uturuki watawapokea vijana wa Atletico Madrid ya Uhispania. Karabag watakuwa vikali dhidi ya Eintracht Frankfurt. Bayern Munich watakaribisha Union Saint-Gilloise, na Olympique Marseille watakuwa vikali dhidi ya Liverpool. Chelsea the Blues watakaribisha timu ya Pafos, na Slavia Braha watakuwa vikali dhidi ya FC Barcelona. Juventus watakuwa vikali dhidi ya Benfica Lisbon ya Ureno, na Atalanta Bergamo ya Italia watakaribisha vijana wa Atletico Bilbao ya Uhispania. Newcastle watakuwa vikali dhidi ya PSV Eindhoven ya Uholanzi. Hizo ni mechi ambazo zitaweza kupigwa leo kunako michuano hiyo ya ligi ya mabingwa Ulaya. Tumalizie na habari hizi za tetesi za usajili. Sasa ni kwamba klabu ya Borussia Dortmund imepanga kumsajili mchezaji Jadon Sancho kwa mara nyingine tena. Sancho yupo kwa mkopo Aston Villa, na sasa kuna uwezekano mkubwa wa kurejea tena katika klabu yake ya zamani ya Borussia Dortmund. Klabu ya Palmeiras ya nchini Brazil imeanza harakati za kuhakikisha wanamsajili mshambuliaji wa Arsenal raia wa Brazil ambaye ni Gabriel Jesus. Na vile vile Chelsea the Blues imeanza kuchukua hatua nzito sokoni baada ya kuandaa kitita cha pauni milioni 100 kwa ajili ya kumnasa mshambuliaji Julian Alvarez kutoka Atletico Madrid. Kwa mujibu wa taarifa toka gazeti la Intkay News, imesema kuwa the Blues wanaonesha nia kubwa ya kumleta nyota huyo wa Argentina pale katika uwanja wao nyumbani wa Stamford Bridge. Liverpool imeanza rasmi harakati za kuhakikisha wanamsajili beki wa kati wa klabu ya Inter de Milan ya Italia ambaye ni Alessandro Bastoni katika dirisha hili ndogo la usajili. Liverpool wanahitaji Bastoni baada ya kumkosa Mark Gay ambaye alijiunga na klabu ya Manchester City. Zake Mlucha Ashibe na ishia hapo katika habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa kutuletea ukurasa huu wa habari za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba huu ni uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka, jimbo ya Kivu ya Kusini. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Huko katika mji jirani wa Uvira ni watu 13 ndio tayari kuuawa kwa risasi, huku wengine zaidi ya 7 kujeruhiwa vikali kwa muda wa siku 2 pekee tangu kuondoka kwa waasi wa AFC M23 na kuingia pia kwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ndani ya mji wa Uvira. Hesabu hiyo ambayo inaonekana kuwa ya juu zaidi imetokana na ukosefu wa usalama mjini humo kwa mujibu wa wadadisi. Duru za mahali zataja kuwa vitendo vya usalama mdogo vimeonekana kuibuka ghafla katika mji wa Uvira. Mwanasheria Chako Changu Bonane, mmoja kati ya malida mjini humo, aeleza hapa hali ya sasa pa Uvira. Ni kweli kwamba depuis entrée ya FARDC na bazalendo Uvira, wizi ilikuwa mingi jana, piage imekuwa mingi. Kwa masasa inalia mingi sana. Inalia mingi sana tena. Kila mtu anapiga sasa sana anajisikia. Hivyo ndio wenye bako na mabunduki. Lakini mwa 48 heures tumefanya monitoring kwa general na habari mbalimbali ambazo tuko nazo. Tuko 7 blessés na 13 morts. Mwa 48 heures. Na mwa hiyo 13 morts mko mwanamke umoja. Na mwa hiyo 7 blessés mko mwanamke umoja. Yaani ni watu 13 wamekusha kuuawa tayari. Depuis entrée FARDC na bazalendo mwa 48 heures. Masasi mingi sana inapigwa kabisa kiolela. Masasi mingi sana, mabali perdi na kusa watu. Ndio maana tuko na 13 morts, 13 morts mwanamke umoja na 7 blessés kwemo mwanamke umoja. Inasemekana kwamba huyu mwanamke ameuawa kwa sababu ya morfolojia yake. Hizo habari ziko namna gani? Hizo habari za morfolojia haiko za kuconfirm, sababu watu wote wamepatwa na masasi mabali perdi. Watu wote kabisa wamepatwa na masasi mabali perdi. Hata mimi mtu mmoja mfamilia yangu mwanamke risasi imemkuta mwake mnyumba ikamkuta kwenye shingo, na hivi alikuwa operendo tena kwa general. Makisio ya morphology au mwili ya mapua haiko ya kuongelea.
watu kabila zote mko hapo mahabari perdi zimekuta watu ile makristo kutupilia mbali kabisa. Kulingana na monitoring ambayo mumefanya, je, hamuoni kama statistike iko juu zaidi sana au takwimu, wakati unasema kwa siku mbili tayari watu 13 wamekufa na wengine majeruhi wako wengi? Mnafanya analize gani? Mwezi ukienea mnawaza aje? Ni kweli kwamba ikiwa siku mbili tunaweza kuwa na takwimu kama ile ama statistiki kama na ile, inaonekana wazi kwamba mwezi mzima hali itakuwa mbaya zaidi. Hatuwezi kusema kama mwezi hatakuwa mbaya, kwa sababu mpaka sasa Uvira nzima hakuna viongozi. Je, tusubiri viongozi wafike tutegemee mabadiliko saa moja? Je, nini kifanyike? Hapo ndio kwenye kuna utata zaidi. Mwishowe mwanasheria huyu ameomba wakuu viongozi wa serikali ya jimbo na wale wa mji huo kurejea haraka iwezekanavyo kabla raia hawajaathirika zaidi. Chako changu Bonane amerejea mara tena. Inawazia kwamba avec sensibilisation ya wao kwa wao wazalendo na FARDC, lakini avec prise ya conscience mabadiliko yanaweza yakaonekana, na tunasubiri pia wakuu viongozi wa wazalendo waingie. Ukweli watu wanajua kwamba thamani ya mtu iko sacre, maisha ya mtu ni matakatifu, lakini kwa mtu anafahamu na hakuyapiga kwa kutaka kwake, sio kwamba ni mabali perdi. Hiyo ni ya kuinterpelate watu wako na conscience, wamekuja kukomboa raia chini ya utawala wa magaidi wa Rwanda wa Kagame. Watu kupiga matata tu mengi, na watu wafarijike zaidi na presence yao, hapana kuumiza watu katika mabali perdi ambayo imepigwa kiolela. Kiukweli ni kwamba mtu mmoja akifa, mambo ya usalama inaleta upungufu mdogo ya usalama. Mtu mmoja kifariki, kila mtu anakuwa na uga. Na kwa sababu kwa nyumba yangu kuna kilio ya jene ambayo amepigwa sasa usiku, mtu umeuguta pia simu. Hiyo inatia uga, inatia hofu. Amezikwa ndani ya mvua kama asubuhi. Wazalendo ni watoto zetu, wakubwa zetu, wakaka zetu, na FARDC ndio jeshi ambao tuko nazo. Nao ni wajugu zetu pia, nao ni wale wakubwa zetu vile vile. Waone kwamba wanaishi katikati ya watu, wanaishi katikati ya familia zao, wanatunga baba zao, wadogo zao, kaka zao, na wakiona vile upungufu kabisa wa kupiga risasi itaisha. Lakini pia mabali perdi haitagusa watu. Ni kuambie kwamba tumekuwa informe kwamba masimu zimenyang'anywa kiolela. Ni hali kabisa yenye inatisha, ila inapeleka kila mmoja wetu kufikiria zaidi. Na inasemekana kwamba simu za Android inakuwa ni sumu kabisa, inakuwa ni jaribu kubwa mtu kuonekana na simu Uvira. Unajua kwamba simu ya Android ni pesa, kuwa na simu ana pesa, na kama una simu na kujitunga mwenyewe, anajua maana ya simu taipeleka. Ndio maana naomba sana kuambia watu wa Uvira, watu wa Baraka, tuchunge, tuongee na ndugu zetu wanaochukulia silaha, watuchunge zaidi. Kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa amani ya kudumu itokanye na kujiondoa kwa waasi wa M23 kwenye sehemu moja na kubaki sehemu nyingine, bali ni kutia kikomo msaada wa Rwanda kwa waasi hao na kuondoka kwenye sehemu zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo wanashikilia. Baada ya kutangaza mara kwa mara kujiondoa kwenye sehemu kadhaa zenye kuwa chini ya uasi wa AFC M23 unaungwa mkono na Rwanda bila kutekeleza, vuguvugu hilo sasa limeondoka rasmi jijini Uvira, jimboni Kivu Kusini. Kujitoa huku ambako kunatambulika kama kwa kulazimishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulitanguliwa na matendo ya uporaji na wizi kwa kiwango kikubwa ulioendeshwa na waasi dhidi ya mali mbalimbali za serikali zilizokuwemo mjini humo, kwa mujibu wa mashtaka yaliyotolewa mapema na serikali ya jimbo la Kivu Kusini. Kwa serikali ya Jamhuri, kujitoa kwa waasi mjini Uvira hakuwezi kuchukuliwa kama tendo la nia njema wala kama hatua inayoonyesha nia ya kweli ya upatanisho. Serikali inataka kueleza kuwa kujitoa kwa waasi mjini Uvira ni kipengele ambacho kilitakiwa kuheshimiwa tokea awali,
Kwa hiyo hakuwezi kuchukuliwa kama mwisho wa vita hivi vya uvamizi wala kama hatua yenye kuhakikisha mabadiliko makubwa ya hali ya usalama kwa ujumla kwenye maeneo yanayokumbwa na vita. Mtazamo pekee unaokubalika unabaki ni kuondoka kamili kwa ufanisi na bila masharti ya vikosi vya Rwanda na wasaidizi wao kutokea eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu wa azimio la 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ahadi zilizochukuliwa katika muktadha wa makubaliano ya Washington ya Juni 27, 2025 na mchakato wa Doha, inasema taarifa ya serikali iliyochapishwa Jumatatu hii Januari 19. Katika hati hiyo msikilizaji, serikali inataja kuwa vikosi vya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la polisi pamoja na vitengo vingine vya usalama vinaendelea kurudi hatua kwa hatua na kwa utaratibu katika jiji la Uvira na pembezoni mwake kwa kutimiza majukumu yao ili kurejesha mamlaka ya serikali, kuhakikisha usalama wa watu na mali zao na kuzuia madhara yanayotokana na machafuko yaliyopangwa na jeshi la Rwanda na wasaidizi wao wa AFC M23. Kwenye habari ya kimataifa msikilizaji, nchini Burundi ni kwamba spika wa bunge la seneti nchini Burundi Generali Gervais Ndirakobucha amewanyoshea kidole wale wanaojiita vigogo baada ya kuripotiwa kwa Warundi wanaokwenda kutafuta kazi nje ya nchi kupitia mashirika mbalimbali huku baadhi yao wakifariki dunia. Bukuru Elias Daniel, mwanaripota wetu wa Burundi, anaangazia undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati waziri wa mambo ya nje Edward Bizimana alipokuwa akijibu maswali ya wabunge wa seneti baada ya kuripotiwa kwa Warundi wanaokumbana na changamoto mbalimbali baada ya kupelekwa na mashirika yanayowatafutia kazi nje ya nchi hasa Uarabuni. Amunumwe ari hejuru y'amategeko kandi abo wari we wese arinzaza akaza kurondera agrema ya agence yiwe abayemeye yuko hakuna aliye juu ya sheria, na mtu yeyote au shirika linalokuja kutafuta kusajiliwa ni lazima lifuate sheria, na wakianza kwenda kinyume na sheria Israeli inatakiwa kuchukua hatua. Kwa mfano, mtu akija kwa kujificha na baada ya shirika lake kusajiliwa ndipo akainua kichwa chake, hilo pia ni kosa kisheria. Katika nchi uweze kuwa bora bila wananchi, na ndio wanaotufanya kuwa bora, na tusije kujifanya sisi ni wenye nguvu kuliko wengine. Wao ndio wanaotupatia max kulingana na unavyokuwa unafanya kazi katika jamii. Kujifanya kigogo mwenye nguvu ni shida sana, maana hujui kesho utaamkaje. Mungu ana mipango yake. Unaweza kucha ukiwa umesharudi mavumbini. Tunaomba waziri tusaidie kwa ajili ya kuwanusuru dada zetu, kaka zetu, binamu zetu pamoja na Warundi wenzetu, na sheria zifuatwe. Mashirika hayawezi kufanya kitu kilicho kinyume na sheria. Wizara inapaswa kufuata sheria kwa kumwadhibu mtu yeyote anayekiuka. Waziri ashirikiane na wizara ya mambo ya ndani katika kukomesha swala hilo. Yonyene ubushikiranganje burayafise bwo kwihaniza uwo muntu ariko akoresha agence atayafise. Iyo ni zone rouge y'abantu bakora batari mu mategeko. Nagenda gikorera koranye n'umushikiranganje bw'intwaro wakati mu gihugu abantu bose batuzwe. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni hadi hapo ndipo naenda kufikisha kikomo kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nishukuru wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huu wa habari. Shukrani belele kwako pia mpenzi msikilizaji, kwa niaba ya wote uliowasikiliza katika uchambuzi huu wa habari. Izake Mulucha Ashibe jina langu mimi. Hadi wakati mwingine paka hapa sina la ziada, nasema asubuhi njema. Salamu alaykum.